Na jambo lingine mwili na damu ya Yesu inachofanya, karamu ya Bwana, kitu kingine, inafungua macho yako ya rohoni. Inafungua macho yako ya rohoni. Unaposhiriki mwili na damu ya Yesu, macho yako ya rohoni yanafunguka. Mungu amesema kwenye kitabu kile cha Efeso 1:18, anasema macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, ili ya kwamba akitiwa nuru muone utukufu wa Bwana jinsi ulivyo, nguvu za Bwana jinsi zilivyo, mamlaka ya Mungu jinsi ilivyo. Kwa unaposhiriki mwili na damu ya Yesu, manake nguvu ya wewe kuona rohoni inafunguka. Kwa hiyo rohoni kama ulikuwa na upofu, kama tulivyosoma kwenye Wakorintho wa pili 4:4, ya kwamba Mungu wa dunia amepofusha fikra zao, amepofusha macho yao rohoni wasione, wasifikiri chochote kwa habari ya Mungu. Kwa hiyo unaposhiriki mwili na damu ya Yesu, macho yako ya rohoni yanafunguka, unaona kama Mungu ambavyo yeye anaona. Kwenye kitabu cha Luka 24:18, Luka 24:28 anasema hivi, anasema wakakaribia kile kijiji walichokuwa wakienda, naye alifanya kama anataka kuendelea mbele. Wakamshawishi wakisema, kaa pamoja nasi kwa kuwa kumekuchwa na mchana umekwisha. Akaingia ndani kukaa nao. Ikao alipokuwa ameketi nao chakulani, alitoa mkate akaubariki, akaumega, akawapa. Yakafumbuliwa macho yao, wakamtambua, kisha akatoweka mbele yao. Kwa hiyo hawa watu wa Emau walitembea na Yesu safari nzima, lakini hawakumtambua. Alipofika kwao, anasema akachukua ile mkate akaubariki, akawapa. Anasema waliposhiriki tu macho yao yakafunguka. Kwa hiyo unaposhiriki mwili na damu ya Yesu, macho yako yanafunguka. Macho yako kifunguka, utatambua uwezo wa Yesu jinsi ulivyo, mamlaka ya Mungu jinsi ilivyo, nguvu ya Mungu jinsi ilivyo. Kwa hiyo usiposhiriki mwili na damu ya Yesu, manake macho yako hayawezi kufunguka.